Usisahau kama una maoni, una ushauri, una habari kutuma katika barua pepe yetu ya info@channel10.co.tz, lakini pia waweza kutazama taarifa yetu ya habari kupitia tovuti yetu ya channel10.co.tz. Sasa ni biashara na uchumi. Allen Peter Kasiga, karibu. Asante sana studio namba 1. Mimi ni Allen Peter Kasiga na sasa ni habari za biashara na uchumi. Rais Jakaya Mrisho Kikwete ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Biashara TNBC anatarajia kuongoza mkutano wa 8 wa baraza hilo utakaofanyika kesho jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa kamili. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa TNBC mhandisi Raymond Mbilinyi, amesema maandalizi ya mkutano mkuu wa 8 umekamilika na unalenga kuwaleta wadau wa sekta ya umma na binafsi pamoja kuzungumza namna ya kukuza mazingira bora ya kufanya biashara na uwekezaji hapa nchini. Mhandisi Mbilinyi amesema katika mkutano huo wa majadiliano wadau watapata fursa ya kujadili mada mbalimbali zitakazowasilishwa ili kuendeleza kujenga Tanzania yenye mazingira mazuri ya kufanya biashara na uwekezaji. Jambo la kwanza itakuwa ni kuangalia jinsi gani tunaweza kuboresha mazingira ya biashara katika nchi hii. Na katika mkutano wa 7 iliamuliwa kwamba swala la mazingira ya biashara lazima liangaliwe sasa katika utaratibu mpya wa matokeo makubwa sasa. Wakati huo Bwana Mbilinyi amesema TNBC itatumia mkutano huo kumwaga Rais Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni mwenyekiti wa baraza hilo kwa kazi aliyoifanya katika kipindi chote alichoongoza baraza na kuleta nchi maendeleo yanayoonekana. Sekta binafsi itatumia fursa hii kwa kweli kumshukuru mwenyekiti wa baraza Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye amefanya kazi kubwa sana. Kwanza kuhakikisha sekta binafsi inaendelea kuwa ndio nguzo kuu ya uchumi wa nchi hii, kwamba bila kukuza sekta binafsi basi itakuwa ni vigumu kukuza maendeleo na uwekezaji wa nchi hii. Baraza hili limeundwa na sekta ya umma na binafsi na mkutano kama huu hufanyika kila mwaka kwa uwakilishi ulio sawa kwa ajili ya majadiliano ya pamoja ya sekta hizo mbili. Kutoka Dar es Salaam, Victoria Robert, Channel 10. Kampuni ya simu za mkononi ya Vodacom imefungua duka la kisasa eneo la Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, lakini lengo likiwa ni kuhakikisha wakazi wa vitongoji vya Mbezi, maeneo ya jirani, maeneo ya Tegeta pale, Kawe, Boko pia wanapata huduma za kampuni hiyo kwa ukaribu zaidi. Tupate taarifa kamili. Duka hilo jipya lenye mazingira rafiki kwa wateja litakuwa linatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma kwa mawakala wa M-Pesa na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za Vodacom, na litawezesha wateja wa Mbezi Beach wakiwemo wasafiri wanaoelekea kutokea Bagamoyo na wateja kutoka maeneo ya Kawe, Tegeta, Goba na Mbezi Juu. Mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa Vodacom Tanzania, Rosaline Moria, amesema ufunguzi wa duka hilo la kisasa ni mwendelezo wa malengo ya Vodacom kuendeleza kuboresha maisha murua kwa kila Mtanzania kwa kupata huduma za kampuni hiyo zenye ubora na kuwafikia wateja kwa urahisi zaidi popote pale walipo. I think all customers within this location can come and transact here without having to worry about the limit in terms of the float that is available. Vodacom leo hii tumezindua duka letu la 91. Ni duka ambalo liko Mbezi Shoppers ambayo iko hapa Mbezi. Tumezindua rasmi leo ili kuendelea kusogeza huduma zetu kwa wateja. Duka hili la Mbezi ni kubwa kama mnavyoona, lina nafasi ya kutosha. Liko kwa madhumuni ya kuweza kuwafikia wateja na kuweza kuwaservice wateja wetu kwa urahisi zaidi. Huduma zote zinapatikana hapa, kuanzia M-Pesa, kununua voucher, na muhimu zaidi ni zile simu za mkononi ambazo ni za high end. Vodacom ina mtandao wa maduka 87 na wakala mbalimbali na kuuza bidhaa zake nchini, na duka lililofunguliwa leo ni la 88 kufunguliwa katika wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwaipiana, Channel 10. Na sasa mtazamaji wa Channel 10, tuangalie viwango vya kubadilishia fedha za kigeni katika maduka mbalimbali. Dola ya Marekani ilinunuliwa kwa shilingi 2130 na kuuzwa kwa shilingi 2170. Paundi ya Uingereza ilinunuliwa kwa shilingi 3250 na kuuzwa kwa shilingi 3410.
Euro ilinunuliwa kwa shilingi 2330 na kuuzwa kwa shilingi 2509. Randi ya Afrika Kusini ilinunuliwa kwa shilingi 150 na kuuzwa kwa shilingi 195. Shilingi ya Kenya ilinunuliwa kwa shilingi 19.5 na kuuzwa kwa shilingi 23. Viwango vingine, mtazamaji wa Channel 10, kama vinavyoonekana kwenye runinga yako. Mtazamaji wa Channel 10, mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Mimi ni Allen Peter Kasiga na kutakia usiku mwema. Endelea kuangalia taarifa yetu ya habari. Asante sana Allen Peter Kasiga kwa habari za biashara na uchumi, na huo ndo mwisho. Muda mfupi ujao tajiunga naye hapa mwanamichezo Baraka Ngemba. Sasa hivi macho na masikio ya Tanzania naelekea siku ya Jumamosi, mchezo kati ya Nigeria na Taifa Stars, timu yetu ya hapa nyumbani Tanzania. Kikubwa Boniface ni kwamba maandalizi ambayo yashafanyika hadi hivi sasa, timu kumbuka iko Uturuki kule kijiandaa na mchezo wenyewe wa Jumamosi kati ya Taifa Stars na Nigeria, lakini pia tukiwa kule tulifungwa 2-1 na Libya. Ni sehemu ya kujipima ubavu. Tunakuja kwenye mchezo wa kimashindano na Nigeria. Na mnukuu kocha pia Charles Boniface Mkwasa alisema kwamba hawajaenda kushangaa magorofa pale Uturuki, kwa hiyo wamejipanga vizuri. Tusubiri tuone. Hayo na mengine mengi mtajiunga naye Baraka Ngemba katika habari za michezo na burudani.